uimara wa safu hiyo, na kitu pekee, kitu kingine ambacho nilikiona ambacho mwalimu kama angekuwa ana hiyo fursa ya kufanya hivyo angeitumia, ni kuwasogeza Elie Mpanzu Kibisawala na Dennis Kibu katika maeneo ya hatari zaidi. Hatari hao wachezaji wawili huwa inaanzia katika maeneo ya nyuma. Wamekuwa na uwezo mzuri wa kukokota mipira kuanzia maeneo ya katikati hadi kusogea katika yale maeneo ya hatari. Tumeona Kibu Dennis zaidi ya mara mbili jana alikuwa akiwapa wakati mgumu zaidi wachezaji wa Stellenbosch kutokana na ujanja wake na mentality ambayo anatembea nayo ya kufocus through the distraction. Yani kila distraction ambayo anakutana nayo ya upinzani wakijaribu kufanya zile tackling, wakijaribu kumtoa kwenye reli, alikuwa akizikwepa kwa ustadi wa hali ya juu. Je, nilikuwa nafikiria wachezaji wa namna hiyo wenye nguvu ya kuwatambuka mabeki namna hiyo, wenye kasi katika miguu yao, wakisogea katika ile maeneo hatari, kwa maana ndani ya eneo la 18 ama nje kidogo eneo la 18, wakipokea mipira katika maeneo yale na kutumia nguvu yao na kasi yao kwa ajili ya kusaidia mashambulizi, na imani Steve Dese Mkwala angepata msaada mkubwa zaidi katika eneo lile. Na ndio maana kuna wakati alikuwa akipata shida kumtoka yule beki Ture, na alikuwa akisogea katika maeneo ya pembeni kwa ajili ya kutengeneza nafasi sasa kwa wale wakina Kibisawala na Kibu Dennis kusogea katika yale maeneo ya hatari. Na hiyo inatokana kwa sababu viungo wa Simba wa katikati ambao walianza jana, Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, wao jukumu lao la kwanza lilikuwa ni kuhakikisha walinzi wale wa pembeni Kapombe na Mohamed Hussein wanakuwa na uhuru wa kusogea katika yale maeneo hatari. Kwa akisogea pale, wao ndio wanakuwa na jukumu la kulinda zile nafasi zao katika maeneo ya pembeni, lakini Fabrice Ngoma licha hivyo alikuwa akisogea pia katika maeneo ya mbele na kuwapa uhuru Kibu Dennis na Elie Mpanzu Kibisawala kushambulia zaidi, lakini walikuwa hawaingii zaidi katika eneo la 18. Ni mtu pekee ambaye alikuwa anafanya hivyo katika matukio machache mawili kama matatu, ni Elie Mpanzu ambaye aliingia ndani ya 18 na kujaribu mashuti katika eneo hilo mara mbili katika mchezo huo. Lakini je, vipi kama hatari hiyo wakiwa wanaifanya wakiwa ndani ya 18 bila kutokea na mipira nje ya box? Nadhani ingekuwa ni faida nzuri kwa Simba, lakini pia ingekuwa wanampa msaada kabisa Steve Dese Mkwala kwa ajili ya kupata hizo nafasi na kuzitumia.